Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Wapendwa watu wa Mungu, neno la Mungu nililopewa na uongozi wetu wa idara ni lile neno kuu, na neno kuu linatoka katika kile kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari ule wa 20, na nitalisoma kwa msaada wa Bwana. Ilinde hiyo amana, ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo na maana na mashindano ya elimu iitwayo elimu ya uongo. Ninamshukuru sana Mungu kwa neema ya sisi kuwa hapa leo, lakini pia ninamshukuru sana kwa kuwezesha kutaniko hili au kongamano letu hili ambalo kwangu mimi ni muhimu sana kupata muda nanyi wapendwa wa mama wa idara hii ya familia na malezi. Muda huu muhimu sana katika kanisa na jamii pamoja na wamama kwa ujumla. Ninawapenda, ninawaheshimu na ninathamini sana mchango wenu katika kanisa, katika jamii na katika familia zetu zote. Ni kweli kwamba ni wakati mwafaka wa kuwa na nafasi ya kukumbushana na kutiana moyo katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ndani ya familia, ndani ya jamii na hata ndani ya kanisa letu. Ziko changamoto nyingi sana ndani ya ndoa, ndani ya familia na hata ndani ya jamii, na hizi zote nazo zinalikabili kanisa letu kwa upana wake. Ndoa zinavunjika, tena unakuta ni viugomvi au vimigogoro vidogo vidogo ambao vingekaa vikasuluhika vizuri. Lakini pia watoto wanakosa utii kwa wazazi au wakubwa wao. Kunakuwa na ulevi mkubwa ndani ya jamii, tena ni vijana ambao ni tegemeo la jamii yetu. Kunakuwa na matukio ya ubakaji, kunakuwa na matukio ya ulawiti, mahusiano ya jinsia moja, ulevi wa kukithiri ambao unakuta vijana asubuhi na mapema wamelewa kabisa kama vile amekesha kwenye pombe. Kuna rushwa, kuna ukatili mbalimbali ndani ya jamii yetu, lakini pia kuna uvunjifu wa haki, kuna imani potofu, kuna mikopo hii inayoitwa kausha damu. Watu wamejiingiza kwenye hiyo mikopo ambayo ni hatarishi na hata saa nyingine imeleta matatizo mengi ndani ya familia zetu na vitu vya namna hiyo. Hizo ni changamoto ambazo zinalikumba jamii. Lakini katika hali hii wapo wajanja wanaoahidi majibu katika hizo changamoto, tena majibu rahisi kabisa kwamba fumba fumbua, majibu yapo. Na wapo wanaotumia shida hizi kama fursa ya kujijenga kiuchumi, kisiasa, kiutawala, badala ya kuwaza jinsi ya kuwaelekeza watu kuzikabili, tena kuzikabili kwa hali ya kudumu. Wapo wanaowapika mizigo wahanga badala ya kuwatua, wanaongeza shida wakiwabebesha vitu kwa madai ya majibu na utatuzi. Kumbe ni kuwapumbaza tu na kuwataabisha na kuongezea shida endelevu. Haya yote yanaashiria jambo: iko amana iliyokwenda pembeni na yapaswa kurejea na kuitwaa na kuilinda, na tutakapofanya hivyo basi inawezekana tena jamii yetu ikavuka salama. Wapendwa watu wa Mungu, katika hili neno anayeagizwa ni kijana Timotheo. Timotheo anaagizwa na mzee mmoja anaitwa Paulo, na mzee Paulo tayari ni mzoefu, tayari anaelekea sasa kustaafu wajibu ule, na anajiona kwamba mimi sasa nimefikia uzee. Kuna ninyi vijana sasa mnaibuka kuingia katika huduma hii. Lakini mzee Paulo anajua jinsi jamii inayomzunguka huyu Timotheo ina falsafa na sayansi zinazohoji ukweli wa imani ndani ya Kristo, na anajua yeye anahitimisha, lakini huyu kijana anaanza hivyo. Anaanza kwa kumwangaliza na kumuonya mapema kabisa kwamba hali halisi ndio hii, na
yapasa kujipanga tena mapema sana na kuchukua tahadhari. Ni wakati huu panakuwa na mwamko mkubwa sana wa kifalsafa, na watu wanaanza kuabudu falsafa na kukosoa imani sahihi na kukosoa mafundisho yanayomhusu Yesu Kristo na neema ambayo ilikuwa inahubiriwa kwamba Yesu Kristo ametuokoa na tumeokolewa kwa neema. Na waliovutwa sana ukiangalia ni kundi la vijana, na ni kweli kabisa. Hili ni jambo la kawaida kabisa kwamba yanapokuja mafundisho mapya, vinavyokuja vionjo vipya, wanaopokea haraka sana ni akina nani jamani? Ni vijana. Wazee mara nyingi kidogo wanakuwa na misimamo, tayari wameshapima mambo, kwa wanaweza wakasema polepole na mambo. Lakini vijana siku zote wanapokea, wanapenda kubadilika na nyakati. Lakini pia Paulo ameshaona na kushuhudia mengi, na anajua ujana ulivyo na mambo mengi. Kuna mambo mazuri sana, lakini pia kuna mambo magumu sana ndani ya ujana. Anajua ujana ni umri wa thamani sana, hasa unapotunzika na kutumika kwa usahihi. Na hivyo basi anaelekeza maagizo makuu mawili kwa huyu kijana. Anamwambia kijana Timotheo, ambaye sasa unachukua wajibu baada ya mimi, mwanangu, linda alafu epuka. Sasa linda nini? Anamwambia linda amana. Amana ni nini sasa? Hilo ndio swali la kujiuliza. Amana katika tafsiri nzuri tu ya Kiswahili fasaha anasema ni kitu cha thamani kubwa alichokabidhiwa mtu kwa kuaminiwa, ili akihifadhi na kukitunza, na kisha aje kurejesha kwa yule aliyempa. Saa nyingine akihitaji pia na mafafanuzi na hesabu ya jinsi alivyokitunza kwa kipindi hicho na kilivyomnufaisha. Kitu hicho cha thamani, amana hiyo, katika muktadha huu ni kipi? Hilo ni swali pia la kujiuliza. Ukimwangalia Mtume Paulo, ukisoma huo mlango mzima, unaona anafafanua vizuri. Amana anayoiongelea hapa ni imani katika Kristo, ambaye ni mshindi wa mauti. Amana hii tumepewa kwa neema, hakuna hata mmoja wetu anayestahili. Na ukisoma katika Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 1 hadi wa 7, Mtume Paulo anasema kama ifuatavyo: kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulegei, lakini tumekataa mambo ya aibu yasiyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli twajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu watumishi kwa ajili ya Yesu. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu kwa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Sasa sikiliza ule mstari wa 7. Anasema, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu sisi. Amana hii kwa maneno mengine ni hazina, tena ni hazina inayong'aa mioyoni mwetu, imewekwa kwetu sisi tusiostahili. Na tunatajwa kama vyombo vya nini jamani? Vyombo vya udongo, ambavyo kikiachia hapo chini kinafanyaje? Kinapasuka. Lakini ikawekwa amana hii ya thamani kubwa, na hii ndiyo Mtume Paulo anamsihi sana kijana Timotheo ailinde. Swali hapa sasa, analindaje? Hilo ndilo Mtume Paulo anaendelea nalo. Kwanza kabisa akimwambia epuka. Unapoilinda hii, kuna mambo unapaswa kufanyaje? Kuyaepuka. Lakini pia ukiendelea katika mafunzo ya Mtume Paulo, kuna mambo anayomfundisha pia yanayopaswa kufanyika
ambayo pia yatamwezesha kuendelea kulinda hiyo amana. Moja, anamwambia epuka mijadala isiyo ya dini na elimu za uongo. Ndilo jibu la kwanza kabisa Mtume Paulo anampa kijana Timotheo. Soma katika Zaburi ya kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa kwanza hadi ule wa pili, Mtume Paulo anaita hii mijadala au haya majadiliano anayaita ni mabaraza ya mizaha. Mabaraza ya nini? Ya mizaha. Na anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya ukosaji, wala hakuketi mabarazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Mabaraza ya wenye mizaha ni vijiwe vinavyobeza maisha ya imani, vinavyojadili mambo ya kubomoa na kukwaza, vinavyofikirisha watu kinyume na imani sahihi na mafundisho sahihi, vinavyojikita kusengenya na kutilia shaka mambo ya mipango ya kujenga mwili wa Kristo na mambo ya namna hiyo. Takubaliana na mimi wapendwa, kwamba maharibifu mengi huwasilika kwenye makutaniko yasiyo na lengo mahususi, yenye masengenyo, yenye ushauri potofu, yenye kujazana hisia mbaya na kadhalika. Ni mabaraza ya namna hiyo. Unapokuta watu wanakutana tu kwenye vijiwe, hawana lengo maalum, lazima watakachoongea wataibua tu hoja ambazo hazijengi. Si ndivyo jamani? Zinakuwa za namna hiyo. Na ndio maana Waingereza wakasema idle mind is the house of devil. Siku zote wale watu wengi ambao hawana malengo ya kimaendeleo, hawana mikakati ya kimaendeleo, utakuta wanapokaa kwenye haya mabaraza, kwenye hizo vijiwe, ndiko huko kunazaliwa mambo ya maharibifu. Jambo la pili ni kwa kuliweka neno la Mungu mioyoni mwetu, au huyu Timotheo akiliweka neno la Mungu. Ukisoma vizuri, Mtume Paulo anamwangaliza sana kushika Injili, kushika mafundisho sahihi. Na hata ukisoma katika Zaburi mlango wa 119 mstari wa 11, watoto mara nyingi tunawafundisha hilo. Anasema moyoni mwangu nimeliweka nini? Neno lako, nisije kuliweka neno la Mungu mioyoni mwetu. Moyo siku zote ni kama chumba, na hicho chumba kisipokuwa, ama kiwe na wakazi au kisipokuwa na wakazi, kuna ambaye atajitafutia hapo makazi. Wewe angalia majumba huku mijini ambayo yamejengwa hayajahamiwa, yameachwa holela, vibaka ndio wanaendaga kutafuta makazi huko. Basi kama hata ukayafunga, saa nyingine utakuta buibui, utakuta mijusi, hata saa nyingine kama kuna matundu utakuta na nyoka huko ndani, si ndivyo? Chumba chochote kinahitaji kuwa na mkazi, na kisipokuwa na mkazi, basi yoyote huweza kuingia na kujisitiri na kuhifadhi vitu vyake, ama ni vizuri au ni vibaya, basi atahifadhi. Na katika Injili ya Luka mlango wa 6 mstari wa 45, neno la Mungu linasema, mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema. Kwa maana nzuri, kile chumba cha mtu mwema kimemhifadhi mkazi yupi? Mwema. Lakini anasema mtu muovu katika hazina yake mbovu ya moyo wake, sio kitu kingine, ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake ni kama pitishio tu, katika kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake. Nadhani hapa, wapendwa watu wa Mungu, tunaelewana kabisa ya kwamba moyo lazima ujazwe na ama mema au mabaya. Kama hakuna mema yamejaa ndani ya huo moyo, yatakayokuwa yamejaa huko ni maovu. Kinyume chake, yale mafundisho uliyofundishwa sahihi, tena umeyapokea katika vyanzo sahihi vilivyothibitishwa, usiokote mwanangu, jaza ndani ya moyo wako. Huo moyo ukishajaa neno, mwovu hawezi kupenyeza nini? Penyeza kitu kingine ndani yako. Na kwa maana hiyo utakuwa umeilinda nini? Na umemwepuka nani? Bwana Yesu asifiwe.
Jambo la tatu ni katika barua hizi za Mtume Paulo anasisitiza katika swala la maombi. Na tukianza kwanza na Yesu mwenyewe, anawaambia wanafunzi wake, anajua anawaacha katika huduma hiyo, anawaambia kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni, kwa kuwa roho iradhi ila mwili ni nini jamani? Dhaifu. Marko 14:38. Ndivyo maana Yesu Kristo anawaangaliza wanafunzi wake, akamwambia kesheni mkifanyaje? Mkiomba. Kwa kuwa kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kuilinda ile amana. Kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kuepuka mijadala ile ya uovu ambayo inatuondoa katika malengo, au kwenda kupokea mambo ambayo ni ya uovu ya kutupotosha katika maisha yetu. Na Mtume Paulo anaona kabisa hapa kwamba kwa nguvu zangu kile ninachotaka kukifanya nakiona ni kizuri kabisa, najikuta sikifanyaje? Sikitekelezi. Kwa lugha nzuri, tunahitaji neema. Siri ya 4 ya jinsi ya kuilinda amana pamoja na kuepuka ni kwa kuyashika maungamo sahihi. Katika Waebrania mlango wa 4 mstari wa 14 hadi ule wa 16, kwamba tunamwamini nani? Tunamwamini Mungu katika utatu wake. Huyu Yesu Kristo ambaye alishinda mauti, alishinda dhambi, na baada ya kushinda dhambi akasema yeye ndiye njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa nani? Tuyashike hayo maungamo, tuyashike. Na anaendelea kusema hivi, wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena na kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao. Igeni imani yao. Yesu Kristo habadiliki, anasema ni yeye yule jana, leo na hata nini jamani? Na anaangaliza hapo, anasema msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine na ya kigeni, maana ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema, wala si kwa vyakula ambavyo wao walikwenda navyo hawakupata faida. Kusoma kwenye Waebrania mlango wa 13 mstari wa 7 hadi wa 9. Siri namba 5: kumtii Mungu na kumpinga shetani. Kusoma katika Yakobo mlango wa 4 mstari wa 7 hadi ule wa 10. Wengi wametoka katika lengo, kwa maana saa nyingine wamesikilizishwa au wamekuwa na nia mbili kama Yakobo anavyosema hapa. Wengi wameshindwa kumsikiliza Mungu katika mafundisho yake na kusikiliza ni nini wakina nani wanatushawishi nacho, na ukajikuta wengi wametoka. Wengi wamesikiliza pia matamanio mbalimbali na ahadi mbalimbali. Wengi wamesikiliza pia hisia zao, ndio maana wengi unakuta wameingia kwenye upotevu. Wengi wamejali zaidi mambo ya dunia hii ambayo yanatamanisha kwa wakati huu. Ukiangalia sasa hivi matamanio makubwa ya wengi ni utajiri, ni mafanikio, si ndivyo? Na ndio maana akitokea yeyote anayekuambia kuna uwezekano wa kufanya miujiza ukafanikiwa, chap unamwona anapata wateja. Akaja mtu anatajwa ni mhubiri ambaye ana maombi, atakuombea na utafunguka, maisha yako yatafanikiwa, anapata wateja. Akija ni mganga wa kienyeji hapo pembeni anasema anasafisha nyota, anapata nini? Wateja. Mafanikio ya chap yameleta mivurugano mingi, na watu hawataki kuona ya kwamba Mungu ameweka utaratibu mzuri kwenye maisha. Fanya kazi kwa bidii, weka mipango mizuri, tunza kile ulichopewa, kuwa wakili mwema, na utafanyaje? Utafanikiwa. Na mafanikio sio ya fumba fumbua. Ulale usiku, asubuhi uamke nani? Milionea. Wako watu ambao wamedanganya. Tunaangalizwa na Yakobo kwamba tumtii Mungu na tumpinge shetani, kwamba kumtii Mungu ndio kusimama katika maagizo yake, kusimama katika taratibu za kiumbaji, kusimama katika taratibu nzuri tu za kufanya kazi kwa utaratibu ili tuweze kufanikiwa. Na ukiangalia kuna mifano mingi katika Biblia. Mfano mzuri yuko Yusufu ambaye alisema namtii Mungu. Ukisoma Mwanzo 39 kuanzia mstari wa 1 kuendelea, Yusufu anasema sitaki kufanikiwa kwa haraka. Mke wa Potifa
anamtia moyo kwamba utakuwa kati ya vijana muhimu sana kwenye familia hii. Ukimkosea nani? Mungu. Lakini anasema hapana, namtii Mungu, namkimbia huyu shetani. Lakini wako wale wengine ambao waliambiwa wampigie magoti Baali, Meshaki, Shadraki na Abednego. Ukisoma Danieli 3:16, nao pia wanasema tunamtii nani? Tunamtii Mungu. Na wanapitishwa kwenye mazingira ambayo ni salama. Mungu anawalinda na mwishoni wanaibukia upande mwingine kwa mafanikio makubwa. Kwa maana nzuri, kuilinda amana ambayo Mungu ametupa na kuweza kuepuka majaribu mengi ni kumtii nani jamani? Kumtii Mungu, amri zake, mafundisho yake. Siri ya mwisho, kurithisha vizazi vyetu amana hii. Na mara nyingi tusitegemee tu tukishakosea formula za kimaisha ambazo Mungu ametupa. Itafika wakati Mungu afanye miujiza tu, awatengeneze tabia vijana wetu, watoto wetu ambao tumekwisha kuwakosea hapa chini. Usipojenga msingi mzuri, utaishia kila siku kwenda kwa manabii ili waweze kufanyia miujiza watoto wako wafanyaje? Wabadilike kitabia. Watoto wakisha kuwa wavuta bangi, vile vichwa vikivurugwa, utaenda kuomba tu miujiza. Watoto wakisha kataa kanisa kabisa, wakawa ni warandarandaji wa huko njiani, sangine ni vibaka, utaenda kuomba tu manabii wafanyaje? Wakuombe. Na ni kwa nini? Ni kipengele hiki cha siri kwamba kuwarithisha vizazi ambavyo Mungu ametupa neema kuwa navyo urithi ulio mwema. Katika Mithali mlango wa 22 mstari wa 6 anasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Na Musa anawaagiza taifa lile teule, anawaambia hivi, soma katika Kumbukumbu mlango wa 6 mstari wa 6 hadi wa 9, anawaambia, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Kumbukumbu mlango wa 6 mstari wa 6 hadi wa 9. Agizo la Musa linaelekeza mambo matatu makubwa: kuhifadhi, kurithisha na kusambaza au kushuhudia. Watu wenye hekima siku wanaweka utaratibu mzuri wa kurithisha watoto mali mbalimbali. Kwa mfano, mzazi ukakuta anafanya biashara, anaweka utaratibu gani? Nitawarithisha nini watoto wangu hii mali yangu? Inawezekana miaka michache sitakuwepo, watoto wangu waendeleze, si ndivyo? Na hata tamaduni zetu tunajitahidi kuwarithisha watoto, tukiwafundisha vizuri mambo kadha wa kadha, wazazi tunajitahidi sana kuwarithisha. Na ndivyo ambavyo neno la Mungu linatuelekeza kwamba kumbe kweli ya Kristo, imani iliyo safi, ni sisi wazazi tujitahidi kufanyaje? Kuwarithisha watoto wetu amana, kuwarithisha watoto wetu. Hiyo ndio njia ya kuilinda. Ili iweze kuwepo, iweze kuendelea, ni lazima tuendelee kufanyaje? Kuirithisha. Mimi leo nitaondoka, je, huyu anayenifuata ataendelea kuitunza? Siku za nyuma kuna watu mbalimbali ambao tunawakumbuka walikuwa matajiri kwenye jamii zetu, si ndivyo? Ghafla alipoondoka, kama kwa bahati mbaya hakuweka mazingira mazuri ya watoto wake kuendeleza ile bidii ya mzazi, vile vitu vilifanyaje? Viliondoka. Na watu walitoa tafsiri mbalimbali. Inawezekana hizi mali ya kuzipata kwa uhalali. Inawezekana hizi mali zilikuwa za wizi na kadhalika na kadhalika. Lakini ukifuatilia vizuri, unakuta huenda mzazi hakuwa amejiandaa kwamba nitaondoka kabla, na hakuweka mazingira mazuri kwa wale watoto kufanyaje? Kurithi. Na ile amana inafanyaje? Inapotea. Hali kadhalika kwenye maisha ya kiimani, amana hii ambayo tumepewa kwa neema katika maisha yetu,
Wewe mzazi ukajikuta kwamba unampenda Kristo, unatumika vizuri, unakwenda kanisani, unajitoa kwa kazi za Mungu, hebu endelea kuwarithisha nini hawa watoto kimkakati, kuwafundisha, kuwajengea hofu ya Kristo ndani ya maisha yao, kuwaelekeza jinsi ilivyo ya thamani katika maisha yao kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Tambue kabisa kwamba kumrithisha mtoto mali zinaweza kuharibika, anaweza kuzitapanya, lakini kumrithisha mtoto amana, tegemea kabisa kwamba hivyo vingine vyote ambavyo utamwachia vitakuwa salama, kwa maana tayari amana ya msingi, kweli ya Kristo, hofu ya Mungu katika maisha yake ipo. Basi hivyo vingine vitafanyaje? Vitatunzika vizuri. Na ndio maana hata neno la Mungu linasema, utafuteni kwanza ufalme na haki, na hayo mengine yanafanyaje? Yatazidishwa, yatakuja. Wapendwa, ni kweli kabisa ulinzi ni muhimu sana kwa amana, kwa sababu kitu cha thamani siku zote kinatafutwa na kinawindwa na wengine wanaotazama, ama ni maadui au wajanja fulani, wanataka kukipora, saa nyingine wanataka kukiiba, wanataka kukutapeli, wanataka kukurubuni. Na ndiyo maana basi kwenye Mithali mlango wa 4 mstari wa 23 anasema, linda sana moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zitokapo chemchemi za uzima. Mithali 4:23, linda sana moyo wako, kwa maana hilo ndilo box, hiyo ndio kasiki. Wale watu wa mambo ya hazina mnajua kasiki, si ndivyo? Au safe, kasiki ambako kitu cha thamani kinafichwa, pesa zinafichwa. Anakuambia linda sana hiyo kasiki yako kuliko vitu vingine vyote unavyovilinda, kwa maana ndiko zitokapo chemchemu za uzima. Moyo, wapendwa watu wa Mungu, ndiyo hifadhi sahihi ya amana ambayo Mungu ametupa. Na kasiki siku zote inahifadhiwa, lakini inawekewa ulinzi. Lakini katika jamii yetu hii ziko kasiki ambazo tayari zimeingiliwa na saa nyingine watu wakachomoa huko ile amana, kile kitu cha thamani, wakaingiza huko amana nyingine ambayo ni feki. Nikakumbuka wakati fulani tulikwenda kule Shinyanga kwenye machimbo ya almasi kule Mwadui, tukawakuta wale wazao wa pale, wakatuambia hadithi zinasema hapo zamani almasi zilikuwa nyingi kabisa, zinazagazagaa huko juu, na wazee sasa hawakujua thamani ya zile almasi. Walichofanya wazee wetu, walikuwa wanacheza bao. Kwa hiyo wakachukua zile almasi wakawa wanachezea nini? Bao, kwa maana zinang'aa, zinapendeza, kwa ni kama mawe maalum zaidi walikuwa wanachezea. Sasa walipokuja wale Waingereza, wao wanafahamu kwamba hii ni amana. Walichokuja wakaenda wakarudi kwao, wakaenda wakatengeneza gololi nzuri zinazong'aa na zinazopendeza kuliko nini? Almasi. Wakaja wakawaambia, sasa chukueni hizo gololi, zina mduara, zimelingana vizuri, ni safi, chezeni bao, leteni haya machafu ya tupe huko. Kwa hiyo wakachukua nini? Almasi, wakawapa nini? Gololi, na wazee wetu kule wakabaki na gololi wakicheza siku zote. Waingereza wakaondoka na nini? Na wako watu wa namna hiyo katika maisha yetu. Tumekuzwa katika Ukristo sahihi, tumekuzwa katika mafundisho mazuri ya wokovu, na huenda tunakaa nayo tu tunayachukulia kawaida, lakini wako ambao wanakuja wanatupokonya na kutujaza matakataka na wanatutumia kama chanzo cha faida na mafanikio yao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atubariki na Mungu azidi kutuwezesha na kutuimarisha. Amen.